Leo Juni 12 mwaka 2025, Watanzania wote kama si Afrika ama dunia nzima kwa ujumla wake wanausubiri ule muda ambapo jua litakuwa linakunja miale yake taratibu na kupisha miale mingine ichukue mwanya wake. Ndipo bajeti kuu ya serikali itakapokuwa inasomwa kujua mbichi na mbivu. Na katika kulizungumza hili ninaye mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala, Venance Mulokozi. Venance, mambo vipi? Salama kabisa mkuu. Kwema? Kwema kabisa. Bwana, kama unavyofahamu kwamba leo macho na masikio yote tunaelekea huko penye umaarufu wa Zabibu, ambapo bajeti kuu ya serikali itasomwa leo bungeni na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Nataka tuanze na mtazamo wako. Kwa Mtanzania ambaye labda afahamu, hebu tupitishe kidogo katika bajeti ya mwaka wa fedha uliopita 2024-25. Bajeti ilikuwa ni kiasi gani, lakini pia ni maeneo gani makubwa ambayo yaliguswa na bajeti hiyo? Ndio, kwanza kabisa tupate uelewa kuhusu maana ya budget. Tunapozungumzia budget, maana yake ni kupanga, kukusanya na kutumia fedha. Na tukirejea bajeti iliyopita mwaka 2024-25 ambayo ilikuwa ni trilioni 49.35 za Kitanzania, ambapo ilikuwa na vipaumbele kadhaa, ambapo vipengele hivyo vilikuwa ni kutafuta na kukusanya mapato ya ndani ambayo yatawezesha kuimarisha na kusimamia mifumo ya mapato na matumizi ya mali, ikiwemo NES, MUSE na GAMIS. Kipaumbele kingine ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanaweka mazingira rafiki, serikali inaweka mazingira rafiki kwa ajili ya kupunguza deni la taifa, na kuweka data ilikuwa na rejea nzuri ambayo itawasaidia katika wanapokuwa wanapunguza deni la taifa. Vipaumbele vingine ambavyo vilikuwa kwenye bajeti iliyopita ilikuwa ni kuhakikisha serikali inajenga uwezo kwa wakaguzi wa ndani. Unapokuwa na wakaguzi wa ndani, wana uwezo wa kukagua na kujua fedha matumizi yanaendaje. Ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba matumizi ya ndani katika taasisi za umma, katika serikali zinaenda vizuri. Pia katika bajeti iliyopita, katika mgawanyo wa vyanzo vya mapato katika hiyo bajeti, serikali ilijikita katika kuboresha ukusanyaji wa ndani katika sehemu kubwa ya kufanya kuwa chanzo cha mapato. Na tuliona bajeti 24-25 kwamba 67% ilikuwa ni sehemu ya chanzo cha mapato, ambapo waliangalia mapato ya ndani. 30% ilikuwa ni wadau wa maendeleo, mikopo. 0.3% ilikuwa ni mapato ya halmashauri. Kwa hiyo serikali iliangalia katika kuimarisha vyanzo vya ndani vya mapato, na ndio maana tuliona asilimia kubwa ilikuwa imeangalia domestic revenue, mapato ya ndani kuliko mapato ya nje. Wadau wa maendeleo na mikopo ilikuwa ni 30% tu. Kwa hiyo hiyo ndo bajeti ya mwaka 2024-25 ambayo ilikuwa ni trilioni 49.5 za Tanzania. Shukrani sana. Sasa leo hii ambapo Waziri wa Fedha atafika pale bungeni kwa ajili ya kuisoma bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Mtanzania ategemee nini pengine katika bajeti hii ukilinganisha na haya yote ambayo umeyataja kwa mwaka wa fedha 2024-2025? Kwanza kabisa, tukirejea bajeti iliyopita, serikali ilijikita sana kwenye mipango ya maendeleo pamoja na matumizi ya bajeti ya serikali. Kwa hiyo tukirejea bajeti iliyopita, tunategemea sasa serikali yetu itaendelea kujikita katika kuweka kiwango kikubwa katika mipango ya maendeleo ambayo inamgusa wananchi mmoja mmoja, na pia ikiweka bajeti katika matumizi ya serikali, kwa sababu serikali ndio inayosimamia utaratibu
ufanyaji kazi, ukusanyaji, yani yenyewe ndio inaratibu kazi zote katika nchi. Na fedha za maendeleo ni muhimu sana, kwa sababu pia kama taifa tumeona baadhi ya miradi mikubwa ikikamilika, kwa mfano SGR, reli ile ya kasi, ujenzi wa mwendo kasi, bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa miradi hii yote ni ya maendeleo kujikita katika budget. Pia kitu kingine ambacho tunategemea ni kuona ile 67.1 ya kutegemea fedha za ndani kuliko kutegemea fedha za nje inaongezeka, sababu unavyotegemea fedha za ndani katika vyanzo vya mapato vya bajeti unajiimarisha kiuchumi kuliko kutegemea fedha za wadau wa maendeleo na mikopo. Kwa hiyo tutegemea 30% ya fedha za wadau na wa maendeleo na mikopo ikishuka kwenda labda kutegemea 20% au 19%, na ile 67% ya kutegemea vyanzo vya ndani vya mapato ikiongezeka ili kufikia ile azma ya kujitegemea kama nchi kiuchumi. Shukrani sana. Kama ambavyo tunafahamu kwamba miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa kwa wakati huu, ikiwemo miradi ya barabara na sehemu nyingine tofauti tofauti, inaguswa au inakamilishwa kwa bajeti ya mwaka wa fedha 2024-2025. Sasa pengine kwa mtazamo wako wewe, unadhani katika mwaka 2025-2026 ni maeneo gani ambayo inaweza kupewa kipaumbele zaidi? Kama tunavyofahamu dira ya taifa ambayo inaandaliwa sasa hivi imelenga kuhakikisha kwamba tunakuwa na miradi mingi ya maendeleo, ikiwemo ya ujenzi, miundombinu na miradi mingine ambayo ni ya muhimu kama taifa, ambayo itatusaidia kuinua kiuchumi, kwa sababu huwezi ukasema unajiendeleza kiuchumi wakati hauna miundombinu. Ndio maana serikali imejikita kuhakikisha kwamba kwa sasa katika ile dira ya maendeleo ambayo inaisha tunakuwa na miundombinu ya uhakika inayohakikisha kwamba wafanyabiashara, watu ambao wanaenda kwenye shughuli zao za kiuchumi wanafika kwa wakati, mizigo, mazao mashambani, vitendea kazi, pembejeo zinafika hata kwa mwananchi ambaye yuko mbali kabisa ndani ili kuwezesha uchumi wetu kukua. Kwa hiyo hii bajeti ambayo itasoma leo, bajeti ya 2025-26, tegemee itaongeza nguvu katika kulenga dira ya taifa mpya ambayo inaandaliwa ili kuakisi malengo kama taifa ya kufika mbali kiuchumi na katika nyanja nyingine za kimaendeleo. Kwa sasa tutegemee kwamba serikali itajikita kwenye uboreshaji wa nishati. Kama tumeona serikali katika bajeti iliyopita ilijikita katika kukuza nishati ya gesi, kukuza nishati ya maji katika kuzalisha umeme, bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini kwa sasa tumeona tunapoingia kwenye dira mpya ya maendeleo, tumeona maoni mengi ya wananchi yamesema kwamba wananchi wengi wameonyeshwa kufurahishwa na nishati ya gesi, kwamba haichafui mazingira, na wamesema wananchi maoni yao wanasema kwamba hiyo inapatikana kwa urahisi hata sehemu za ndani. Kwa mfano kule Kigoma, Azola Mimba, watu wao na uwezo wa kupata nishati safi ya gesi ambayo haichafui mazingira. Kwa hiyo tunategemea hii bajeti ambayo itasoma leo itajikita kumwezesha Mtanzania hata wa kipato cha chini aweze kupata gesi na kupata nishati nyingine, kupata maji kwa uhakika ili kurahisisha maisha yake kiuchumi. Shukrani sana Venance, ni kutakie wakati mwema.
Asante sana. Huyo ni Venance Mulokozi ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa lakini masuala vile vile ya kiutawala bora. Tukizungumzia matarajio ya bajeti ambayo itasomwa hapo baadaye jijini Dodoma bungeni pale na waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Unafikiria kitu gani hasa linapokuja swala la bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026? Hii ni Simulizi na Sauti. Mimi ni Franki Kashonde. Usuhuba wetu uendelee kwa jina la Simulizi na Sauti.